Leo tukiwa katika maeneo ya Kariakoo, mtaa wa Mkunguni na Mzizima, nyumba nambari 41, nyumba ambayo inamilikiwa na Sheikh Haji Wali Ali Musa ambaye ni mkazi wa eneo hili la Kariakoo. Mzee huyu ameamua kutoa eneo lake hili wakfu kwa ajili ya kujenga msikiti pamoja na kituo cha kielimu. Wakizungumza pamoja na mwanae katika kuelezea swala hili, Sheikh Wali Ali Musa na mwanae Omar Ali walikuwa na haya kuzungumza juu ya mustakabali huo wa kutoa eneo hili kwa ajili ya wakfu. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika kufuatilia tukio hili. Haji Wali Ali Musa maarufu kuswali na lake Chotara wa Kimakua Makonde, mzaliwa mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi, kijiji cha Mumburu. Nimezaliwa mwaka 1928. Nilipozaliwa ni mtoto wa mwisho. Mama yangu alizaa watoto 7. Msikiti wafu kuna sehemu 3 nini tulikuwa tunawasubiri nyinyi. Sasa mkitoka bwana tunakwenda katika bwana ardhi tupate hati ya kiwanja, alafu jenga msikiti wafu. Waje wataalamu tumepima mawe na kwa sababu ilikuwa barabara tu hapa. Sasa kuzaa watoto wengi wamenigawana na njanja yao. Msikiti kuna sehemu za kuswali wanawake wanaume, kuna sehemu za kuwala walimu na kuwala wanafunzi. Kusudio la kwanza kubwa la huu ugeni ambao kwamba umekuja ilikuwa ni kueleza masala ya kutoa wakfu, yani hiki kiwanja chake ambacho kipo hapa Kariakoo, mtaa Mzizima na Mkunguni, nyumba namba 41. Alikuwa mwenyewe kusudio lake amekusudia kutoa wakfu ambao kwamba hii wakfu itakuwa ni ya Waislamu, wakfu kwa ajili ya kufanya masala ya dini, kujengwa msikiti, madarasa na kituo cha kulea watoto ili kupata elimu, na hilo ndio kusudio lake lote. Alhamdulillah, na sisi katika upande wa watoto wake kama mwenyewe alivyoeleza, yani kwamba kuna ambao kwamba wako ambao walisimama kidogo kulipinga, lakini tukirudi katika upande wa dini ni swala ambalo kwamba alipingiki kwa sababu anayo maeneo tele ya sisi kuweza kurithi. Katika dini maana yake tumeambiwa uweze kurithisha mali yako yote ama kuitoa wakfu mali yako yote kwa umma fulani ama kumrithisha mtoto fulani kisha wengine la, bali utatoa thuluthi ya mali ambayo kwamba uko nayo uweza kumpa mtu ama kumpa mtoto wako, kumwambia hii ni ya kwako, inachobakia ni ya warithi wangu. Kwa nini na kutoa wakfu hakadha ni hivyo. Nadhani hata pia kiserikali uweze kutoa mali zako zote kisha kaacha watoto wanatabika na njaa. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akapata ibada ya kwenda kufanya ibada ya haji. Nimetembea na mguu mimi kutoka Mumburu miezi 7 kuipata Maka. Na Mtwara, Mumburu, Masasi, Ndanda, Masasi, Tunduru, Iringa, Njombe, naelekea Tabora, Dodoma, Tabora, Shinyanga, Mwanza, Bukoba, ndio kati wa Idi Amiri dada. Maana mguu la ilaha illallah Muhammad. Siku moja alikuwa anakimbia maili 70. Na alhamdulillah sisi mzee wetu ameji haji 50. Yani kwa mfululizo miaka 50 waenda haji na kurudi. Na hii safari zake zote anapelekwa kwa karama zake yeye Mwenyezi Mungu, yani kwa miujiza yake Allah kupitia kiumbe wake. Kwake yeye itakuwa ni karama, lakini kwa mitume tunaita miujiza. Na ndio wanazuoni wakasema kwamba kullu ma jaza an yakuna lil anbiya'i mu'jizan jaza an yakuna lil awliya'i karama, yani kila ile ambayo kwamba limefaa katika wale mitume kuwa ni miujiza, basi yale ufaa kwa waja wake wengine Mwenyezi Mungu ikawa ni karama. Kwa nini sisi mzee wetu alhamdulillah ni mzee wa karama, Mwenyezi Mungu amempa makarama tele.
Yatosha kwamba hiyo tu kuweza kuiji miaka 50 mfululizo kuwa ni karama tosha ambayo kwamba tumeshuhudia na watu wameshuhudia. Na moja katika historia zake nilipokaa naye amenieleza mingi sana. Safari za kuachwa, alishaachwa zaidi ya mara 3 katika airport ya Tanzania, lakini mahujaji wakienda wanamkuta tayari ameshafika Jeddah, yeye ndo anawapokea. Juzi ameketi akanisimulia kwamba BAKWATA walimuacha Jeddah, yuko Jeddah wakamwacha safari ya kurudi huku, lakini cha ajabu wao walipofika hapa airport wamemkuta tayari ameshafika airport. Na mimi yatosha kwamba safari moja, safari ya haji ya mwisho ya mzee, safari ya haji ya mwisho ya mzee ilikuwa ya mwaka na 2018 nadhani 2018. Hii ndio ilikuwa hija yake ya mwisho. Baada ya hapo mzee alikuwa amefanya usafiri masala ya taasisi ya Taiba, ambao Taiba walisafirisha mahujaji zaidi ya 100, lakini ilipofika pale uwanjani airport akawa wamekosa, yani imeshindikana kusafiri wale mahujaji wote 100. Ikawa kuna mahujaji tele pale, wale wakubwa ambao viongozi wa Kiislamu alikuwepo mzee wetu Sheikh Ali bin Musa al-Maarufu Sheikh Roket, alikuwepo Sharif Hussein Badawi. Ikawa wote wamekosa kusafiri na ndege tayari zimeshana, ndogo ilikuwa ni ndege ya mwisho kuondoka hapa kwetu Tanzania. Basi mimi nikamfuata mzee, nikamwambia mzee, safari ya haji hakuna, manake kumetokea matatizo haya. Na mufti alikuja Tanzania pale akaongea na ikawa kumeingia vurugu. Nikamwambia mzee turudi, akaniambia mimi kama Mwenyezi Mungu ameniita niende haji basi nitaenda, na kama Mwenyezi Mungu hajaniita tutarudi. Basi ikatumiketi pale mpaka mida saa 3. Ile swala al-isha mzee akaniambia twende tukaswali, nikaenda nikamswalisha, akawa ameketi anaita tasbihi zake. Mida si mida kuna mtu anakuja na simu, mimi ananiletea simu, ananiambia bwana, hii simu ni ya mzee wako, ile jaribu kuipokea, maana yake mtu anaongea naye lakini anamtaka Sheikh Ali bin Musa. Nikipokea ile simu ni mtu ambaye kwamba yuko Jeddah tayari, ushafika Jeddah. Ananiambia bwana, mimi ni Sheikh Hassan Kweka, naitwa Hassan Kweka. Mimi niliota haji ya mwisho nampeleka mimi Sheikh Ali bin Musa, yani mimi ndo namlipia haji ya mwisho nampeleka mimi. Nikamfuata mzee nikamueleza, lakini mzee alikataa, akasema mimi tayari nimeshafanywa process za kwenda haji. Sasa ile ndoto yangu naona Allah anaitimiza kwamba wahujaji wote ambao wanatoka na shirika la Taiba wamekosa kwenda haji. Sasa mimi ndoto yangu ile bado nataka kuitimiza. Kwa hiyo nitafuta pasipoti ya mzee iliko ipatikane haraka. Kuna ndege itaondokapo saa 7 ambayo kwamba itapitia Nairobi, kisha baada ya Nairobi itakuja za Jeddah. Sasa cha muhimu tafuta pasipoti ya mzee iliko, na wakati huo pasipoti wanazo wao Taiba, viongozi wa Taiba. Sasa utafuta pasipoti ilete ili mzee apate safari. Basi mimi nikatoka pale nikaanza kuifuatilia masala ya pasipoti mpaka tukaipata pasipoti ikaja pale. Kuna mtu ambaye kwamba yeye alikuwa ameshamuorganize naye, kuna shekhi mwingine anaitwa Sheikh Hassan, naye pia ni imamu wa msikiti wa Idrisa. Akachukua akampa namba zangu, akaja pale mida saa 5:30 akanitafuta, nikampeleka hadi kwa mzee. Amekuja pale yuko tayari na kila kitu, tiketi, visa zeni tayari, kila kitu za mzee. Kwa nini ilikuwa bado pasipoti tu. Uzuri pasipoti alipofika pale akaikuta. Basi wakafuatana na mzee, wakaruka mida saa 8 ikampata ndege pale, wakaruka mpaka Nairobi. Nairobi ndo akapata ndege kubwa ya mwisho ambayo ilikuwa inatoka Kenya kwenda haji. Hapa kwetu ilikuwa tayari zimeshaisha. Akaenda zake haji. Kani katika wale mahujaji 100 walokosa, yeye Allah akamjalia akaenda. Lakini cha ajabu nilimuuliza mzee, safari hakuna? Akaniambia kama nimeitwa na Allah iko safari, mimi naenda. Kwa hiyo ni moja katika karama ambazo nimeziona kwa haraka. Acha hayo yako mingi sana.